Kitu cha pili ni kuwa karibu na viongozi wangu ambao ni mabalozi, waheshimiwa mabalozi. Waheshimiwa mabalozi, unapowatengeneza kwenye mfumo wa kuwatengeneza nao wananchi kuelekea katika hali ya usafi, basi yani swala hilo kwa kweli linakuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo niseme tu hivi, hata kama tuzo nimepata, lakini ile tuzo si yangu binafsi. Ni tuzo kwa ajili ya kitongoji kizima, nikimaanisha viongozi wangu pamoja na wananchi ambao wameweza kufanya usafi na kusababisha hii tuzo sisi tukaweza kuipata. Hongereni sana. Swala la wananchi anasema. Na unajua mara nyingi maana unapoongoza watu unakutana na watu wa namna tofauti. Wa hulka tunasema kila mtu ana tabia yake. Maana wote hatuwezi kusema kwamba tunaenda katika mrengo mmoja. Ulitumia njia gani katika kuwashawishi wananchi wote ili waweze kuingia katika upande mzima wa kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa yako safi? Kwanza kabisa, swala kubwa kwanza ni mikutano ya uhamasishaji juu ya usafi wa mazingira. Pili ni zoezi ambalo tulikuwa tukilifanya mara kwa mara la nyumba kwa nyumba, ubalozi kwa ubalozi. Hili pia limeweza kusaidia. Lakini pia pamoja na hayo yote, hatukuwa tunafanya usafi kwa ajili kwamba labda tulikuwa tunajua tutapata tuzo. Hapana, sisi tulikuwa tumefanya usafi kama lugha yangu ya mwanzo leo itumia kama hulka yetu. Kwa hiyo kuhamasisha watu kwenda kwenye zoezi la usafi si zoezi rahisi kama watu wanavyofikiri. Kwa sababu kuna watu wanabeza, kuna watu wanaona kama unawashinikiza watu kufanya kitu wasichokitaka. Vile vile imekuwa pia tukiwatumia pia watu wa mazingira. Kwa hiyo kuna wakati fulani tulikuwa tumeweza kuvutana kidogo na wananchi juu ya hili swala la mazingira. Hasa katika mtu anapochafua mazingira, anapopigwa faini, basi hili swala kidogo limekuwa la mvutano. Lakini pia nalo tulichukulia kama ni swala la muda mfupi tu. Na kweli muda ulipita na watu wakazoea. Tukajua kwamba kumbe hata mtoto, kama vitabu vya Mungu vinavyosema, mtoto usimnyime mapigo, kwa maana kwamba umkuze katika malezi mema. Basi na sisi tulifanya hivyo, lakini baadaye watu wote wamebadilika na maisha yanakwenda. Imekuwa vizuri sana. Na mwenyekiti, labda unajua kuna utaratibu ambao uko kwenye mitambo sisi tunatokea, ambayo inaweza labda ikawa ni changamoto ambayo labda imefanya mitaa mingine ikashindwa kuchukua nafasi ambayo wewe umeweza kuipata. Utaratibu wa ukusanyaji taka kwenye eneo lako umekaaje? Watu huwa wanatoa taka waenda kuzimwaga sehemu ya barabarani, au utaratibu umekaaje hasa kwenye swala la kukusanya taka? Hapo awali utaratibu ulikuwa sio mzuri sana. Ulikuwa sio mzuri sana. Lakini nashukuru kwa swali hili ambalo ni vizuri sana, ambalo sasa hivi tulikwisha lifanyia kazi, na ndio maana hapa tulipofika tumefika kwa sababu hiyo. Niseme hivi, tumeweka utaratibu wa uzoaji taka kwa kila kipande cha mtaa ule. Ule mtaa tumeugawa kama mara 3 katika uzoaji wa takataka. Kwa hiyo tumekuwa tukisema kwamba mara baada ya filimbi kulia, wale wakandarasi wanapopita, basi ndio taka zitolewe. Kama filimbi haijafika mtaani kwako kwenye kipande chako kile, usitoe taka. Kwa hiyo huwa filimbi inalia pindi gari linapokuepo. Kwa sababu lile zoezi la watu kukusanya taka barabarani zichukuliwe na gari, hilo sisi tulilikataa. Tulilikataa, na ndio maana zile sehemu ambazo watu walikuwa wanaweka takataka, tulifikia kwenda kuweka vibao, usiweke takataka hapa. Kwa maana kwamba ni kumtahadharisha mtu, pindi utakapoweka na filimbi haijalia au gari halijafika, basi tutakuchukulia hatua stahiki. Taratibu mzuri sana wa shangazi, kwa sababu mtani na watoka watu wa gari sijui utaratibu wa gari kupita, kwa sababu muda mwingi nakuwa eneo la kazi. Ila kuna eneo ambalo wamelipendekeza, sio ndio wamependekeza watu, au ni kuforce tu, huwa taka zinamwagwa pale, na inaweza ikapita siku 2 mpaka 3 gari halijapita, zile taka zinakuwa pale, hapo inakuwa ni changamoto hasa kipindi cha mvua. Na ulizungumza wakati wa kuanza haikuwa kazi rahisi. Labda ni hatua gani ambazo zilikuwa zinachukuliwa kwa wale wananchi ambao wenyewe wanataka kuonesha ushirikiano katika kampeni ambayo ulikuwa umeanzisha? Wakati akijibia hilo, hatua katika hatua, tulikuwa tunataka tufahamu pia, ili uweze kuunganisha kwa pamoja. Labda kuna sheria zozote ambazo mliziweka kama mtaa, kwamba kuna sheria fulani ambazo tumeziweka sisi, kama ikitokea labda mtu akakiuka, kuna hatua zinachukuliwa. Tulikuwa tunatamani tuweze kufahamu pia na hizo sheria zilikuwa zinasemaje, na labda kama kuna fine mlikuwa mmeweka kiasi gani katika hilo vote. Asante sana. Na labda ili swali
kwangu naona ni swali jepesi kabisa. Kwa sababu jambo lolote tuliokuwa tunataka kulifanya kwenye mtaa ilikuwa ni lazima tulipitishe kwenye mkutano wetu, mkutano mkuu. Na tukipitisha kwenye mkutano mkuu linageuka kuwa ni sheria ambayo unapopitisha kwenye mkutano, basi haswa hizi faini huwezi kumpiga mtu kienyeji. Hizi faini ni lazima, tunapopitisha kwenye mkutano mkuu, lazima ule muhtasari tupeleke mpaka kwa mkurugenzi ili tuweze kupitishiwa. Sasa hizi faini zinakuwa ni halali kwenye kile kitongoji. Mkurugenzi wa jiji sasa. Mkurugenzi wa halmashauri. Halmashauri. Yes, halmashauri. Lakini kabla ya hapo huwa tunaona kama tuliokuwa mwanzoni tulikuwa tunaona kama itatuchukua mlolongo mrefu, lakini tukaamua sisi sasa, tukaamua tufanye jambo. Tukaamua sisi kama wenyewe kwamba tukawaita watu wa mazingira watusaidie, kwa sababu wao tayari wako ndani ya zile kanuni na miongozo na sheria inayowaongoza wao waweze kupiga faini ili waweze kusaidia. Na wale watu walikuja. Walipokuja basi tukafanya nao kazi. Na wakati tunafanya nao kazi sasa ikawa sasa ni watu kupashana taarifa, kwa sababu kwa kweli hatukuwa na huruma kwenye swala hilo. Kipindi cha mwanzo hatukuwa na huruma. Huruma yetu isingetufikisha hapa. Hatukuwa na huruma, tulikazia sana, na katika kukazia kwetu ndio kulitufikisha huko, kwa sababu ukiona watu 3 4 wamepigwa faini na faini mwenyekiti hakutetei kabisa usipigwe faini, maana yake wanaamini kwamba mwenyekiti ndio mtetezi wa wananchi. Ukiona mwenyekiti hakutetei kwenye swala hilo, basi lazima wengine nao wanabadilika kwa sababu swala la mazingira ni swala hatarishi usipokuwa makini nalo, kwa sababu maradhi yanapatikana humo, chafu kila aina humo. Kwa hiyo sisi tulikazia sana pale kwenye swala la kumpiga mtu faini awe kama mfano. Utakumbuka kuna neno nilisema, usipompa mtoto wako mapigo, wewe mtoto lazima hatakuwa sawa sawa. Kwa hiyo na sisi tulisema watoto wetu lazima wafanane kwenye kundi moja, na ndio namna hiyo tuliwatengeneza. Japokuwa tumewatengeneza katika mfumo huo, lakini haimaanishi kwamba kuna nyakati nyingine utakosa taka barabarani. Kuna watu tu wamekengeuka, utapita utazikuta taka barabarani. Sasa tumewezaje pia kumanage hiyo hali? Ni kwa sababu kila mwananchi tumemwambia, endapo tutakuta taka barabarani katika karibu na eneo lako, sisi tunaamini ni wewe jirani ndio ulioweka zile taka. Kwa hiyo imekuwa mtu akitoka akikuta taka barabarani hawezi kuziacha. Maana yake anajua faini itamhusu, anazichukua anaenda kuchanganya na taka za nyumbani kwake ili kujiepushia adha ya kupigwa faini. Hiyo imekaa vizuri sana, na tuko na mwenyekiti hapa na tunazungumza naye. Kuna jambo ambalo limejia kuhusiana na tuzo hii. Inakuwa na vipengele labda kwenye sehemu ambayo kwa sababu kwenye ukizungumza mazingira ni upana. Kuna mazingira kwenye engo ya kupanda miti kwa wingi, mazingira sehemu ya kutunza, kwa mhamasishaji. Tuzo hii imekuwa ni kiujumla kwenye engo gani? Imekuwa kwenye engo haswa ya usafi wa mazingira. Maana kama kwa kitongoji chetu miti ipo. Japo watu wanaendelea kupanda, lakini miti ipo. Lakini watu wengi pia waliuliza sana swali kama la kwako, ambalo walishindwa kujua, kwa sababu kwenye vipengele hivyo pia kuna miundombinu. Basi na sisi pia kwenye kitongoji chetu kweli kuna kipande ambacho miundombinu ni mibovu. Sasa watu wakawa wanauliza, mbona wamepataje nafasi na wakati kuna miundombinu mibovu? Lakini tuzo ambayo tulioipata ni ya usafi wa mazingira. Hata ile miundombinu ambayo ni mibovu, lakini utakuta ni misafi. Na kwa sababu tumejiwekea kuna utaratibu wa kitaifa wa usafi wa kila mwisho wa mwezi. Huwa tunafanya, lakini kipindi cha mvua chote huwa hatufuati utaratibu. Tunafuata pindi mvua inaponyesha, basi tunafanya usafi, kwa sababu maji yanayoteremka kutoka pande za milimani kushuka kwenye kitongoji chetu huwa yanakuja na takataka nyingi. Kwa hiyo huwezi kusema utazisubiria mpaka mwisho wa mwezi. Basi tunazifanyia usafi pindi mvua inaponyesha. Sawa. Mwenyekiti, kuna kitu ambacho umezungumzia kwamba katika eneo ambalo mpo kuna sehemu kuna ubovu wa miundombinu. Na wewe ni mwenyekiti wa eneo hilo. Ni jitihada gani sasa ambazo mmezifanya ili kuweza kukabiliana na hiyo hali, ili wananchi pia wasiweze kupata adha mbalimbali kutokana tu na ubovu wa miundombinu? Asante sana. Hicho kipande ni ugonjwa ambao mimi naingia kwa mwenyekiti niliukuta. Lakini baada ya kuukuta tumeshafanya tathmini ya kutengeneza, kwa sababu kero iliyoko pale
ni maji ya mvua yanayokuja kwa wingi, alafu yanakosa mfereji au mtaro wa kupitisha yale maji, basi yanapita katikati ya barabara. Lakini kwa kweli kwa kipindi cha mwezi mmoja uliopita tulichimba mfereji ambao unapitisha maji, na hata jana tulikuwa na wadau pamoja na wananchi tukifanya tathmini ya namna ya kujengea ule mfereji ili miundombinu ile iweze kuwa salama, kwa sababu tayari tumeshajiandaa vizuri na watu wamejitokeza na watu wamehamasika. Maendeleo yoyote shangazi kwenye sehemu husika ni ukubwa wa ushirikishwaji kati ya viongozi na wananchi wao kwa ule niseme direct kabisa. Kumekuwa mpaka sasa hivi kwa namna ambavyo uko kwenye eneo lako, ushirikishwaji wa maendeleo baina ya kiunganishi baina ya kiongozi na wananchi umekuwa kwa kiasi gani au mapokeo? Kwa sababu umesikia viongozi, tumekuwa tukisikia viongozi wengi, wananchi kuna muda huwa wanafanya riot kwa sababu unasikia wamegoma kwa sababu ya matengenezo sio ya barabara, kwa sababu ya kutokushirikishwa. Vipi kwa upande wako, umekuwa ukitoa ushirikishaji kwa wananchi wa eneo lako kwa kiasi gani, au wenyewe umekuwa ukisikia wakizungumza kwa kiasi gani ambacho ushirikishwaji umekuwa ukitoa? Kwa kweli ushirikishwaji ni mkubwa na ni kwa asilimia nyingi, naweza nikasema kama asilimia 85 mpaka sasa. Ushirikishwaji upo, isipokuwa tu unapokuwa kiongozi. Kwanza tunasema kiongozi yote anapotaka kuwa kiongozi, kwanza kiongozi lazima uwe na kitu kinaitwa uwe na kifua cha kuzuia mambo. Kwa sababu tunapoingia kwenye chaguzi zozote, kwanza si watu wote wanakukubali uingie. Na hata ukiingia, hata kama utafanya mema, kuna bado ambao wataona una utendi mazuri, watasema tu hiki ni kibaya, kwa sababu hakukutaka uwe kiongozi katika eneo lile. Kwa hiyo tunawashirikisha wananchi, na mimi huwa nafurahi sana na hawa wengi ambao wenyewe najua wako upande mwingine na mimi, huwa ndio sehemu kubwa sana nawashirikisha, kwa sababu zile changamoto nazozipata kutoka kwao zinaifanya mimi nikafanye kazi nzuri. Lakini kwa nini nimesema tumefikia asilimia 85? Nawaombaga wananchi wangu radhi, kwamba nawaomba radhi, hapa tumekosea, hapa tumechelewa kuwatekelezea hili. Kwa hiyo sasa naomba tutembee pamoja. Na hii ni kauli ndogo sana, lakini viongozi wengi naona wanaikwepa. Na wananchi wakisikia kiongozi wao unawaambia naomba radhi, alafu tutatembea pamoja kwa hili, utashangaa kabisa, hakutakuwa na maswali, bali kutakuwa na muunganiko mzuri wa kwenda kufanya zile kazi. Sawa, ukizungumzia kuhusiana na Mike tayari umeshaweza kuzungumzia kuhusiana na ushirikishwaji wa wananchi pamoja na ofisi yako kama mwenyekiti wa mtaa. Labda utuambie, ukiachana na ile ya miundombinu changamoto, labda kwenye mtaa wako kuna changamoto gani tena nyingine ambayo ipo? Kwenye mtaa wangu kuna changamoto sio nyingi za kutisha, ambazo tunaweza tukazifanyia kazi. Haswa kwenye swala la ulinzi na usalama. Kwenye swala la ulinzi na usalama, kwa kweli tulishukuru serikali ili tuletea inspector katika kata yetu, ambayo tunafanya naye kazi vizuri. Na kuna changamoto ya watu kunywa pombe asubuhi. Mtu anakunywa pombe. Watu asubuhi wanakunywa pombe na hawanywi kwenye baa, wanakunywa kwenye maduka. Sasa maduka haya imekuwa ni changamoto sana kwetu, lakini kwa sababu tumeliwekea mikakati, unaona katika kikao chetu cha kitongoji kilichopita tumewekea mikakati ambayo kwa kweli kipindi cha nyuma ilipungua, lakini sasa hivi imerudi tena. Unaona, unajua kuna labda tu niseme hili, watu wanapoona chaguzi zozote zinakaribia, basi watu wanafikiri kwamba siwezi kuzuiwa kufanya jambo fulani, nikizuiwa basi ninaweza nikamnyima yule mgombea anayetaka kuja kuniomba kura. No, lakini sisi tumeona hapana. Tumelekea mikakati hili kwa sababu ni changamoto kubwa sana ya watu kunywa pombe asubuhi, ambayo imepelekea vijana wengi unaona kunywa pombe. Na maduka haya yanayouza pombe tumeyafuatilia kwa ukaribu, tumekuta kumbe hayana leseni za uuzaji wa pombe, lakini wao wanauza. Sasa tumemshirikisha bibi afya wetu wa kata, inspector wetu wa kata, na zoezi hili linaendelea. Hata jana tulikuwa kwenye zoezi hilo. Kwa sababu hiyo ni zoezi kubwa. Pili,